Mwaka 1964, wakati Marekani ikiwa imejiingiza kwa kiwango kidogo katika vita vya Vietnam, tukio moja lililotokea kwenye ghuba ya Tonkin liligeuka kuwa kichocheo kikubwa cha kuanzisha moja ya vita vyenye umwagaji mkubwa wa damu katika historia ya vita vya Vietnam. Tukio hilo linajulikana kama Tonkin Gulf Incident, na kwa miaka mingi limebaki kwa mfano maarufu wa jinsi serikali inaweza kutumia matukio ya propaganda kuhalalisha hatua za kijeshi kwa sababu za kisiasa tu. Mgogoro wenyewe ulikuwa hivi: mnamo tarehe 2 Agosti mwaka 1964, meli ya kivita ya Marekani aina ya USS Maddox DD-731 ilikuwa katika doria kwenye ghuba ya Tonkin kaskazini mwa Vietnam. Ilidaiwa kwamba meli hiyo ilishambuliwa na torpedo boats 3 kutoka Vietnam kaskazini. Kwa mujibu wa maelezo ya serikali ya Marekani, USS Maddox ilifyatua risasi na kuharibu mashua moja ya Vietnam na kuiangamiza kabisa nyingine. Tarehe 4 Agosti, ripoti nyingine zilitoka kwamba USS Maddox na USS Tana Joy zilishambuliwa tena na Vietnam ya kaskazini. Hata hivyo, ushahidi wa tukio hili la pili haujawahi kuthibitishwa kwa uhakika hadi leo. Baadaye, baadhi ya wanajeshi waliokuwepo ndani ya meli hizo walidai huenda walikuwa wakipambana na phantom targets, yaani waliona kitu kisicho halisi kutokana na hali mbaya ya hewa baharini. Baada ya tukio hilo, Rais Lyndon B. Johnson alilihutubia bunge na kuomba idhini ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Vietnam ya kaskazini. Ndipo Tonkin Gulf Resolution ikapitishwa tarehe 7 Agosti mwaka 1964. Ikimpa rais mamlaka makubwa ya kijeshi bila kutangaza rasmi vita. Hii ikawa chanzo kikuu cha kuongezeka kwa askari wa Marekani nchini Vietnam kutoka maelfu wachache hadi zaidi ya askari 500,000 kufikia miaka ya mwisho ya vita hiyo. Mwaka uliofuata, yani mwaka 1965, Rais Johnson aliridhia Operation Rolling Thunder, kampeni kubwa ya mashambulizi ya anga dhidi ya Vietnam kaskazini. Hii ilikuwa ni operation iliyodumu kwa karibu miaka 3, ikiwa na lengo la kuvunja ari ya jeshi la Vietnam, kuzuia usafirishaji wa silaha kwa waasi wa Viet Cong waliokuwa huko kusini, na kuilazimisha Hanoi kuingia kwenye meza mazungumzo. Lakini mambo yalienda kinyume kabisa. Mashambulizi hayo yaliimarisha mapambano zaidi kutoka kwa Vietnam kaskazini. Wakati huo vikosi vya ardhini vilizidi kumiminika huko kusini mwa Vietnam. Mapambano ya msituni, mitego ya ardhini na mbinu za kivita za kikabila na za kijanja za Viet Cong zilifanya ardhi hiyo kuwa makaburi kwa jeshi la Marekani. Askari wengi vijana kutoka Marekani walijikuta wakikabiliana na adui wasioonekana, na waliopigana kwa ari kubwa ya kuilinda ardhi yao. Mara wimbi la upinzani mkubwa ndani ya Marekani liliibuka. Vijana walikuwa wakihitajika kujiunga jeshini walikataa. Maandamano ya wanafunzi yakatapakaa kila kona ya vyuo vikuu, huku vyombo vya habari vikianza kuripoti ukweli mchungu kutoka uwanja wa vita. Picha za majeruhi, askari waliovunjika moyo na raia waliouawa vibaya zilianza kutikisa kote nchini Marekani. Uongo wa propaganda ulioanzisha vita ulianza kuonekana rasmi. Wabunge na waandishi walipoanza kuchimba taarifa halisi za mashambulizi ya Agosti 4, wengi waligundua kuwa
Tukio hilo halikuwa kuthibitishwa kisayansi wala kiintelijensia. Ilikuwa ni kivuli cha hofu kilichotumiwa na viongozi kuhalalisha vita tu. Miaka ilivyozidi kwenda, matumaini ya ushindi kwa Marekani yalizidi kuyeyuka, huku mapambano yakionekana kuwa hayana mwisho kabisa. Rais Johnson aliamua kutogombea tena muhula wa pili, huku akihusishwa moja kwa moja na hasira ya taifa lake kuhusu mipango yake ya kuanzisha vita hiyo. Alivyoingia Rais Nixon, akaanzisha sera ya Vietnamization, yani kuwaondoa askari wa Marekani, huku akiwapa silaha na mafunzo askari wa Vietnam Kusini ili waendelee kupigana pasipokuwa na msaada wa Marekani. Lakini hiyo haikubadili ukweli kwamba vita hiyo ilikuwa ngumu kwa Marekani. Mnamo mwaka 1973 mkataba wa amani ulifikiwa huko Paris, na askari wa mwisho wa Marekani waliondoka Vietnam. Hata hivyo, vita haikuisha mara moja. Mnamo mwaka 1975, Vietnam ya Kaskazini iliuteka mji mkuu wa kusini, Saigon, na kuhitimisha rasmi vita kwa ushindi wa kikomunisti. Baada ya miaka mingi, maelezo ya tukio la Agosti 4 yalibainika kuwa yenye utata mkubwa. Ripoti za kiintelijensia zilionyesha kuwa hakukuwa na mashambulizi ya kweli tarehe 4 Agosti. Waziri wa ulinzi wa wakati huo wa Marekani, Robert McNamara, baadaye alikiri kuwa tukio hilo halikuthibitishwa ipasavyo. Mafaili ya NSA, yani National Security Agency, yaliyofunguliwa miaka ya 2000 yalionyesha kuwa baadhi ya taarifa zilifutwa au kubadilishwa makusudi ili kuhalalisha uamuzi wa kisiasa wa kuingia vitani. Vita hivyo vilidumu kwa zaidi ya muongo mmoja, ikisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 3, wakiwemo raia wa Vietnam na askari wa pande zote. Wamarekani zaidi ya 58,000 waliuawa. Maelfu ya askari waliathirika kisaikolojia. Na miaka mingi ya mgawanyiko wa kisiasa, maandamano na kuanguka kwa imani ya wananchi kwa serikali ya Marekani. Kwa wengi, Tonkin Gulf si tu tukio la kivita, bali ni somo la hila za siasa za kivita, na namna ambavyo nguvu ya propaganda inaweza kuibadili historia kwa kweli. Mimi naitwa Ananias Edgar.